moja. Asema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake akamwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Ukishuka mistari inayofuata hapo chini, ndipo unapogundua sala ya Bwana ilianzia hapa. Lakini pia lengo la Yesu Kristo kuwafundisha wale wanafunzi namna ya kuomba ilikuwa ni nini? Lakini pia baada ya kuombwa awafundishe kuomba. Je, alikataa? Tunaona jibu hapana. Lakini pia kuna maneno ambayo pia alikuwa ameyaongea hapa kwenye hiyo Luka sura 11 mstari wa kwanza. Anasema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Pointi yangu itasimama kwenye neno linaloitwa kusali. Neno hili kusali pia limejitokeza kwenye kipindi cha asubuhi wakati mtumishi wa Mungu anafundisha. Unaporejea kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa kwanza. Hebu naomba tusome andiko. Nisomee katibu. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa kwanza. Nataka niongelee neno kusali, jinsi ambavyo pia linahusiana na ibada ya namna au jinsi ya kuweza kuomba. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Yatosha. Lakini pia ukumbuke Petro na Yohana ni wale miongoni mwa wanafunzi 12 waliokuwa jirani na Yesu Kristo. Na hata wakati Yesu anawafundisha namna au jinsi ya kusali au jinsi ya kuomba, tunaona pia maandiko haya yanajitokeza tena. Kwa hiyo kwa maana nyingine, Yesu jambo la kwanza alikuwa anataka awafundishe desturi ya kukutanika kila ibada wanapokuwa wanakubaliana. Unapoona katika Biblia neno kusali linawakilisha tendo ambalo linajirudia kuja kwenye ibada. Mfano kama hivi pia tuna ibada ya Alhamisi, tuna ibada ya Jumapili, tuna ibada za maombi na ibada zingine zitakazozaliwa. Pia hata ibada za kuja kufanya maandalizi ya uimbaji kwa ajili ya ibada ya Jumapili pia nazo ni ibada. Kwa hiyo tunaona kanuni ya kwanza, Yesu Kristo anawaambia wanafunzi hawa kanuni ya tendo ambalo linajirudia. Tendo hilo ambalo linajirudia linawakilisha utii wao au utii wetu mbele za Mungu ukoje katika yale ambayo tunakubaliana. Kisha baada sasa ya kutimiza jambo la kwanza, ndipo sasa tunakwenda mbele za Mungu kumshirikisha mahitaji tulio nayo. Kwa lengo la Kristo hapa alikuwa anataka awafundisha hawa mitume jinsi ambavyo siku zote wataajibika na kuwa waaminifu katika ratiba zote za ibada. Kwa hiyo unapoomba huwa Mungu anaangalia uwiano wako wewe na yeye katika ulimwengu wa roho ukoje. Na nilisema msingi katika maisha yetu ya wokovu ili pia tufanikiwe upo kwenye utii. Na ndio maana pia kuna sehemu nyingine Yakobo anasema tunaomba vibaya. Yaani tunaomba vibaya na ndio maana pia majibu hatupati. Lakini pia nilisema unapopata nafasi ya kuja katika ibada kujifunza, kitakachoongezeka kwako ni kiwango cha kumjua Mungu kile tupo leo. Kile kiwango kinapoongezeka, maana yake itafika hatua ya wewe pia kuweza kuijua na kuifahamu sauti ya Mungu. Kwamba juu ya jambo fulani ambalo unaomba, je, Mungu amekubali akupe au lisubiri au usipewe? Majibu ya aina 3 yote ni majibu mbele za Bwana. Amen. Lakini pia wakati tunaomba lazima pia Mungu angalie stamina zetu za kiroho zikoje katika yale ambayo tunayaomba. Na nilisema katika hili eneo watu wengi dunia nzima wamekuwa ni wavivu mno kuomba, isipokuwa badala yake wamekuwa kipenda sana kuombewa. Na mimi nilikwambia msingi mojawapo wa ili pia wewe upokee kutoka kwa Mungu, lazima ukubali kufundishwa ukweli. Haiwezekani kila siku ukahitaji uje ni kuombee, lakini huko unakoishi maisha yako ni ya mchanganyo kupita kiasi. Mbinu hizi zinatumika sana na mawakala wa kishetani ambao wamekwisha gundua Wakristo wengi ni wavivu kuomba, na isipokuwa sasa wanaweza wakaanzisha huduma ambazo zina mfano wa sura ya kazi ya Mungu. Wakasema huduma hizi ni maombi na maombezi.
Nachotaka nikwambie mtu wa Mungu, tunaishi kwenye kizazi ambacho shetani anafanya kazi kwa hila na amejificha sana. Kumbuka kwamba wewe mtu wa Mungu, ili Mungu aachilie majibu kwako, lazima ujifunze ni namna gani ukae na Mungu aweze kuachilia majibu ya aina hiyo. Haleluya. Sasa kinyume chake, watu wanataka wasifundishwe huo ukweli. Na mimi ninachotaka nikuthibitishie leo, ukikaa katika kanuni hizi, utakapohitaji kuombewa, Mungu ataangalia katika ulimwengu wa roho, atakususpekti wewe moyoni mwako ukoje. Ukumbuke kwamba Mungu ni roho na anatujua vizuri kuliko vile sisi tunavyojijua. Kwa hiyo kazi ya neno la Mungu ni kukushepu wewe uwe vizuri, ujue kujenga mahusiano mazuri na Mungu ambaye ni baba yako. Amina. Kinyume na hapo, mtu wa Mungu, mtu asije akakudanganya. Na ndio maana kupitia zana hii watu wamekuja, nimesema na vitu vingi. Mfano pia leo mtu atakwambia hizi lesson nimekwisha kuziombea, wewe unapaswa kulipa kiasi kadhaa, utaining'iniza kwenye mlango kako. Ni mfano ule wa ilizi za kiganga. Sikiliza nikwambie, Mungu hafuatilii vitu vya kijinga kiasi hicho. Mungu anachokiangalia wewe ndani yako ni moyo wako. Na ukumbuke kwenye kitabu cha Yeremia sura 17, Mungu anasema anaipima na kuichunguza mioyo yetu. Kwa hiyo neno kusali linawakilisha tendo ambalo linajirudia katika jambo aina fulani, lakini ndani yake maombi yanaweza kubadilika kulingana na mahitaji tulio nayo watu wa Mungu. Kwa hiyo pointi ya muhimu ambayo nataka niongelee mchana wa leo, kabla hatujazama kwa kina kwenye mfululizo wa somo letu namna au jinsi ya kuomba, lazima pia jambo la kwanza, hizi kanuni watu wa Mungu tuzizingatie. Na moja ya kitu ambacho kinatufelisha ni kwenye viwango vya kutokuwa watii kwenye mambo ya Mungu. Lakini pia hatari iliyopo, tumeingiza sana mazoea katika ibada za Mungu. Na ndio maana pia wakati mwingine unaweza kuona kama umeokoka au umeabudu muda mrefu usione majibu. Si kweli, Mungu anayo majibu na Mungu ni wa haki. Na ndio maana unaporejea kwenye kitabu, unaposoma Yohana 1:12, inasema wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Anasema ndio wale wanaoliamini jina lake. Sasa wewe kama unamwamini Mungu, lazima pia ufuate maelekezo ambayo Mungu anayatoa kwako, ili unapoomba upokee mtumishi wa Mungu. Kinyume na hapo, tutakuwa tunadanganyana. Na mimi sitaki kuwa wakala wa uongo. Unaposoma Yohana 8:44, anasema shetani ni baba wa uongo. Na ili uweze kupokea majibu, lazima ufundishwe kanuni za kukaa na Mungu, mtu wa Mungu, ili upokee majibu. Amina. Kuna mambo mengine ni ya kwako wewe, yako ndani. Alafu mtu anakudanganya kwamba uje kwenye maombezi, nitakwambia juu ya jambo fulani hilo litatoka. Ingawa ni jambo jema, sikatai. Lakini pia wewe kiwango chako cha imani kikoje? Kwa sababu Yesu anasema ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Na kwenye hao waaminio hajataja fungu la watu fulani kwamba ndio yaweza. Hapa hajataja mitume, hapa hajataja manabii, hapa hajataja wachungaji, hapa hajataja walimu, hapa hajataja wala huduma zingine za masaidiano. Amekuongelea wewe. Unapoamini kuna ishara ambazo kwako ataziachilia, zitathibitisha kama wewe unaye Mungu. Amina. Kwa lengo la kukutana hapa, maana yake Mungu anachokitegemea kutoka kwa mchungaji kwenda kwa watoto wa kiroho, mimi wewe ni kukulisha neno sahihi. Lile neno utakapoendelea kulitafakari, utakapoendelea kuliishi, lazima lizae matunda kwako. Na tunapokutana, lengo la hili neno wakati mwingine linapokuja kwako, linafunua mtindo wa maisha ambao umekuwa ukiishi. Na kwa sababu neno ni maji, litakuosha na kukutakasa, utajikabua. Ukishajikabua, utajua namna ya kwenda mbele za Mungu. Kwa sababu ukumbuke, mojawapo ya kitu ambacho kinaweza kikasababisha watu wasipokee majibu ni dhambi. Lakini pia nisema dhambi usipofundishwa, ni ngumu sana kwanza kujua kama una dhambi. Haleluya. Amen. Kuna mtu hajanielewa. Wiki iliyopita tuliangalia kwenye kitabu cha Nehemia, alipokuwa akiomba kwa niaba ya taifa la Israeli. Lengo lake kubwa ilikuwa ni kumwomba Mungu toba halisi yenye kufanya matengenezo. Na alisimama pale mfano wa Yesu Kristo ambaye alikuwa ametundikwa msalabani kwa niaba ya mimi na wewe.
lakini ndivyo ambavyo pia Nehemia akasimama. Na wakati anaomba katika ile sala, tunaona kuna mambo matatu yalijitokeza katika lile eneo. Na wewe pia unapokuja ndani ya ibada, neno linapokuja, yamkini katika maeneo matatu, wewe unaweza kuwa umedondokea katika eneo moja, na hilo eneo linakufanya wewe ufarakane na Mungu. Na ukumbuke, tunapokuwa hatuishi katika viwango ambavyo Mungu anavitegemea, tunafarakana na Mungu. Sasa Mungu ndiye baba yetu, ambaye Yesu anawaambia wanafunzi, mnapokwenda mbele za Baba lazima muamini kama Baba yupo, na kama Baba yupo lazima pia ujue Baba pia kwako anahitaji kitu gani. Ukishalijua hilo, mtakuwa na mahusiano mazuri wewe na Mungu ambaye ni baba yako. Chochote unachokihitaji atafanya kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ukifuatilia klipu na kwenye mitandao, kuna vitu vya ajabu kabisa. Unakuta dada anamiliki mume wa mtu. Unakuta kabinti kana wanaume watatu, kameokoka kapo kwenye hizo huduma. Anasema, mtumishi, naomba uniombee. Yamkini pengine kwa mume wangu kuna jambo 1, 2, 3. Lakini moyoni mwake anashujua kabisa kwamba huyo mume aliyenaye sio halali yake. Hebu tuongee ukweli, huyu majibu atapata. Na kama huyo mtumishi atamuombea katika madhabahu hiyo, akapata akacha na makando aina hii, lazima ujue yamkini pengine huduma hizo ni za kipepo, kwa sababu pia shetani naye anaweza akawapa vipawa vya kuwafariji watu wake ili wajisahau, wajihesabie haki, wale kama ni watakatifu, lakini mwisho wa siku anatafuta watu wa kwenda nao jehanamu. Na ndio maana kwenye hicho kitabu ambacho amekuja nacho mtu wa Mungu, tumeona wanaoingia mbinguni mmoja, maelfu wanakwenda jehanamu. Lengo la Yesu, anataka sisi turudi kwenye uzima. Tunapokuwa tupo katika ulimwengu huu, anataka tufurahie wokovu. Na ndio maana anasema hata sasa mkuomba, ombeni ili furaha yenu ipate kuwa timilifu. Lakini pia lazima tujifunze kukaa katika kanuni ambazo Mungu anataka. Kanisa hili litabadilika na tutakuwa ni kielezo namba moja duniani pote kwa jina la Yesu. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Unapokuwa umekaa katika viwango vizuri na Mungu, Mungu ni roho, atasema ndani yako. Amina, amina. Atakwambia, mwanangu, nimeona kuna jambo 1, 2, 3 ulipunguza. Amina. Na ndio maana pia tuliangalia kwenye Isaya 41:21. Anasema, leteni maneno yenu, toeni hoja zenu zenye nguvu. Maana yake unakaa barazani kwa Mungu, unaanza kumwambia Mungu, Mungu anakukagua. Anasema, mwanangu, nimeiona imani yako, lakini una shida 1, 2, 3. Naomba utengeneze. Kama ambapo pia Ezekieli alitumiwa nabii Isaya, akamwambia pia amuombee ili siku za kuishi ziongezeke, na akamwambia atengeneze mambo yaliyopunguka ndani ya nyumba yake. Nyumba yake ni mwili ulionao. Hili ndio hekalu takatifu. Yesu atakapokuja, hili hatutaliona, tutamwona Mungu katika roho, lakini mwili wako nje ndio hekalu ambalo linamwakilisha Bwana. Na hili hekalu likitii sauti ya Roho Mtakatifu, hautabisha kuja katika ibada, utafuata kanuni zote, mtu wa Mungu. Kwa nini usibarikiwe katika jina la Yesu? Hebu tumalizie andiko. Wiki ijayo sasa tutarudi kwenye kipengele ambacho tuliishia. Lengo la kuomba ni nini? Nimeona tu hapa nikuweke sawa, mtu wa Mungu, ili ujue kukaa na Yesu. Ukikaa na Yesu umefanikiwa wewe. Ukifanikiwa wewe, kanisa limefanikiwa. Amina. Leo tunapata tabu sana na watabishaji wengi. Haleluya. Amen. Ukatae sana kila siku kuombewa. Na nilisema washirika wengi mara nyingi wanakutanaga na watu wanaotoka katika hiyo huduma. Wasema, mtumishi, unaabudu wapi? Mimi naabudu Bwana fulani. Na Mungu anakuambia, Bwana, kwetu kuna huduma ya maombi na maombezi. Kama nataka hiki na hiki, kumbe kinachotakiwa mtu afundishwe kanuni za kukaa na Mungu. Kwa sababu inawezekanaje nikakuambia sana, sijajua mahitaji yako ya ndani ambayo ukaniambia mimi. Mahitaji yao anayejua anakuwa ni Yesu peke yake. Kwa hiyo huyo ndio lazima tujifunze, tujue namna ya kumwendea ili achilie majibu katika maisha yetu. Na vinginevyo tutapata kanisa lenye watu ambao ni watambulishaji. Lakini tukipata watu wanaojua kumwendea Bwana, watalitia jina la Bwana na watajenga hoja, Yesu ataonekana. Na Yesu ataonekana, matendo makuu ya Bwana yatajidhihirisha. Na Mungu anakutazamia wewe ili tushikamane kwa pamoja katika imani, tunapoomba vitu vitokee katika jina la Yesu. Haleluya. Hebu soma andiko tunapokwenda kumalizia. Nehemia sura ya 1 mstari wa 5 mpaka 9. Ile andiko tumesoma wiki iliyopita. Nehemia sura ya 1 mstari wa 5 mpaka 9. Twende haraka hapo. Kuna vitu vitatu nataka nivichambue hapo, afikisha tutawanyike zetu. Nehemia sura ya 1 mstari wa 5, Biblia inasema hivi, nikasema,
Na kusii Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na Mungu mwenye kuogofya, Mungu mwenye kutisha, akasema ninakusii Bwana unayetimiza nini? Agano, sawa? Amen. Kutimiza agano ni patano. Yesu unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo 18:19-20, anasema walipo wawili watatu wakapatana kwa jambo lolote, wakaomba, mimi na Baba yangu tutafanya. Patano la kwanza ni sisi kukutana katika ibada. Hilo ndio agano. Na hilo agano Mungu anaangalia, je, tunalitimizeje? Ndio jambo ambalo linathibitisha neno sala, watu wa Mungu. Amina. Amen. Ninahitaji tupate wakole ambao hawana changamoto nyingi, waone Mungu akitokea kwao. Hebu endelea hapo. Amen. Sema mwenye kutimiza agano lake na rehema zake, mwenye kutimiza nini jamani? Na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba likumbuke neno lilo lilomwamuru Musa mtumishi wako ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa japokuwa pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapo. Yatosha. Ukole ni kutokuona aibu. Na Paulo mtume alisema atakayeonea haya Injili na Mungu atafanyaje? Na hata pia Yesu aliongea maneno hayo. Sasa tunamwona Nehemia. Lakini pia kumbuka kipindi hicho taifa la Israeli lilikuwa liko utumwani. Leo unaweza kuwa katika utumwa wa kiuchumi pasipo kujua. Amen. Lakini kwa unajihesabia nini? Haki. Nehemia akagundua katikati ya taifa la Israeli Mungu hayupo. Ndipo akaamua kuwa na muda. Akawa na muda wa kusali. Biblia hapa imefupisha. Lakini maana yake ni kwamba huyu Nehemia alikuwa akiomba kila wakati, na Biblia haijataja maombi yake yalianza lini na yalikoma lini. Akasema, Bwana tega sikio lako, ninakusihi macho yako yapate kufumbuka na masikio yako yapate kusikia ninapoziungama dhambi kwa ajili ya wana wa Israeli. Pointi namba moja, kamata neno linaitwa dhambi. Dhambi ndio kitu ambacho kinawahusu sana walokole waliookoka. Nitakufafanulia hapo baadaye. Lakini ukishuka huko chini, anasema tena, Bwana ulisema tukikosa utatutawanya. Lakini pia akasema tumefanya maovu mengi, mimi na nyumba ya baba yangu. Lakini akasema, Bwana ulisema tusipoziamuru na kushika maagizo ambayo ulimwamuru mtumishi wako Musa, ulisema utatutawanya. Lakini tukikurudia Bwana, ulisema utatukusanya tena upya na kutupeleka pale mahali ulipopateua ili upate kuliweka jina lako hapo. Nilisema wiki iliyopita, mahali ambapo Mungu amepachagua kwa ajili ya kwenda kujenga madhabahu itakayotoa majibu kwenye maisha ya watu ni hapa. Mwambie jirani yako ni hapa. Ni hapa. Kuna mtu anaongea. Hebu nisikilize. Maneno yanaomba katika ulimwengu wa roho. Amen. Madhabahu zipo nyingi lakini hazifanani. Amen. Na anayesimamia madhabahu ni mchungaji. Na wakati mwingine pia lazima uelewe, moto ambao Mungu anawachilia kwa mchungaji ndio moto huo anataka kwako pia kuambukize. Amen. Ukielewa hiki, unaweza ukashindwa kunielewa. Hata kuzaliwa hatufanani, tunazopotiana. Hata malezi tumetofautiana. Na hata mimi nataka nikwambie, malezi ambayo unayapata hapa haiwezi kufanana na mahali pengine. Amina. Hata kama tutaalika wahubiri 10, watakuja watasimama katika huduma zao, lakini mwenye zamana ni baba wa kiroho. Yeye ni zaidi ya kuhubiri. Akikutazama hivi atajua Hasani hauhitaji kuhubiriwa, unahitaji kushauriwa ili Mungu apatikanike kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Na ndio maana Paulo mtume analiambia kanisa la Korinto, anasema ingawa muna walimu wengi, muna mitume wengi, lakini baba ni moja. Amen. Sasa baba pekee ndiye ambaye Mungu amempatia dhamana na umzigo. Na ndio maana pia baba wa familia wa kimwili akifika nyumbani kwa kutazama familia atajua kuna jambo limepungua. Ni tofauti na mgeni atakapofika akikuta toto zinarukaruka atajua ndani kuna amani. Hiyo ndio tofauti. Amen. Kwa hiyo
Nataka kuongelea hapa, Nehemia akagundua kwamba lile kanisa wamefarakana na Mungu. Kwanza wamefanya dhambi, jambo la pili pia wamefanya maovu, jambo la tatu wamekosa. Na hapa ndipo ambapo wanasemaga pia hata watu walioko kwenye idara ya uinjilisti lazima pia wakati mwingine wapikwe. Mtu anaweza akawa amekosa, hajafanya dhambi, unamsaidiaje yatoke katika lile kosa? Lakini kuna mtu mwingine unaweza kumwona kabisa ameki kama vile yupo katika viwango vya utakatifu, ila amefanya dhambi. Utamsaidiaje na atajuaje kama hicho kifanya ni dhambi? Hivi vitu vyote hauwezi kujifunza siku moja. Na ndio maana unaposoma sasa Yohana 6 mstari 45 na 44, Yesu anasema hakuna mtu anayeweza kuja kwake isipokuwa amejaliwa au amevutwa na yeye. 45 anasema imeandikwa kila aliye kwa Mungu lazima afundishwe. Kazi ya mchungaji ni kukufundisha. Kazi ya mchungaji ni kukulisha neno ili upate kuwa na strong, ili upate kuwa pia imara. Hata kama pia mchungaji akaondoka wakainuka mbwa mwitu, wewe unaweza kupima kabisa kwamba hili neno tofauti na neno ambalo Baba alitufundisha, ndani yake kuna hila, tutapotezana. Utajua namna ya kuomba na kuliombea kanisa, kama ambavyo pia Nehemia akasema, Bwana tega sikio lako usiku na mchana ninaomba kwa ajili ya watu hawa, akajisacrifice kwa ajili ya wale watu. Mungu akasema okay, nimesikia maombi yako. Amen. Hallelujah. Amen. Dhambi maana yake ni kuasi. Amen. Kuasi nini? Ni kuliasi neno la Mungu. Ninarudia kwenye pointi yangu ile neno. Tumeona kwenye Matendo sura ya 3 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema ilikuwa saa ya kusali saa 9. Petro na Yohana walikuwa kikiwa kwenda kanisani. Hapo ndio dhambi inawahusu walokole. Kuasi yale maagizo. Hallelujah. Kukosa ni mfano wa mwana mpotevu. Mwana mpotevu yeye alimfuata baba yake. Unaposoma kitabu cha Injili ya Luka sura ya 15, akasema baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Kabla maana yake kwa maana nyingine alikuwa akimchulia baba yake kwamba baba, kabla hujajafa tumalizane mapema, nipe vilivyo vyangu. Na akagundua kwamba kuna ndugu wengine wanaweza kumzidi hesabu. Lakini ukumbuke yale yalikuwa ni mawazo yake. Amen. Je, ni kweli baba asingeweza kumtendea haki? Na baba yake alipoombwa baba hakukataa, akachukua sehemu ya mali inayomdondokea akampa. Alipompa akaenda nchi ya mbali. Alipokwenda nchi ya mbali, maandiko yanasema zile mali akatapanya kwa anasa na uasherati. Utofautishe mwasherati na mzinzi, ni vitu viwili tofauti, ingawa tendo analolifanya ni moja. Hallelujah. Amen. Kuna kitu kigumu tutakuja kuambia siku za mbele. Ingawa baadhi ya watu wasema kwa Mungu dhambi zote ni sawa. Mpendwa, tunapokuja kwenye mizani ya maandiko, hapo kuna vitu pia lazima uvipime kimaandiko. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo nisikilize vizuri. Maandiko yanasema hivi, yule kijana alipokwenda kule mbali, akakuta ule mji watu ni wa kidunia. Pamoja na kwamba kwa baba yake alikuwa anamcha Mungu, ile hali ya kumcha Mungu ikatoka ndani yake. Amen. Unaposoma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura 4, maandiko yanasema kuna mtu mmoja anaitwa Dema. Wakati Paulo alipokuwa akitembea naye katika miji kwenda kuhubiri, kumbe Dema alikuwa haangalii Injili, alikuwa anaangalia uzuri wa mji jinsi ulivyo. Ni sawa na mtu leo kamtoa swaya, ukaenda naye Desemba kufanya huduma, badala ya kumtumikia Mungu ataanza kushangaa magorofa na miji na jinsi ambavyo watu wanajiachia kule. Amen. Badala ya Injili kumuingia, anaanza kuvutwa na ile mazingira. Kwa Dema akaupenda ulimwengu wakati ule, akaachana kabisa na Paulo. Haleluya. Sasa huyu kijana alipokwenda katika ile nchi, akakuta ile nchi watu wanajirusha kwa kwenda mbele. Mfano kama nyimbo ambazo wanaongeaga siku zote za kidunia zipo, kama hata chini, kama atia chini, anakuta watu wanaruka wanajiachilia. Akaona kumbe kwa baba yangu nilikuwa nimefungwa, nilikuwa ninachelewa. Akajua maisha ni haya. Kwa sababu alipokuabudu palikuwa hapako. Amina. Haleluya. Na wale watu washerati kwa ilikuwa jambo la kawaida. Mwasherati ni mtu ambaye ameoa au ameolewa, lakini ile ndoa yake isamini, anaona tu ni kitu cha kawaida. Anaweza karuka na huyu, kesho anaweza karuka na huyu, afu karudi katika yale maisha. Mzinzi ni mtu ambaye asiyetaka kuoa, ila akiona tu dada ni kama kabeberu fulani. Hao watu tunakuwa nao ndani ya makanisa, wasinde kwa jina la Yesu. Hao wanasema kila siku anatongoza huyu, atasikia kama mchumba fulani, kumbe hakuna kitu, ni tutawatu ambacho tunamsumbua. Amen. Kwa hivyo ilitokea pale, jamaa kanogewa kule, akaona unajua kioga na kibunda huwezi kumaliza chote.
Ukitoka 2000 unajua ziisha. Ukicheka na kuta bado kamenya. Kumbe ndio sasa. Haleluya. Shetani ni baba wa uongo. Maandiko yanasema jamaa akakuta ameishiwa na kitu. Asiye usicheze. Kuna kitu kinaitwa njaa. Huo ni ugonjwa mbaya. Jamaa akakuta mahali pa kuchukua pameisha. Akavumilia siku ya kwanza. Ya pili njaa ikamkamata. Akamtafuta jamaa moja aliyekuwa mwenyeji wale mji, aliyekuwa akifanya kibarua, na jamaa alikuwa akifanya kazi ya kurusha nguruwe. Akamwambia, dogo, usijali, maisha mengine yaendelee, utapiga kazi utapata hela. Hela za kupewa na kutafuta ni vitu viwili tofauti. Kwa jina la Yesu, haleluya. Nyinyi wake ambao Mungu amewapa waume, anapokupatia shilingi 5000 mheshimu sana huyo mtu. Ni tofauti na utakuwa utakuta wewe. Sika kuachia majukumu utafute mwenyewe mwezi mzima, utashangaa kwa mtaji kote kamepukutika. Haleluya. Sika naongea na mtu. Sikiliza vizuri. Yule jamaa zikaisha. Jamaa kama mwanangu usijali. Huku kuna dini kibao. Kuna watu hapo wamepita kwenye maisha magumu. Ni kwa sababu ya kuzokuelewa. Jamaa akaambia kuna kazi. Kwa kichwa kwa kimemkani zile sere. Kwa mwanangu akasema ukipiga dili itakulipa. Jioni utakwenda kamati ya chini, kamati ya chini. Haleluya. Hao watu wapo. Kitotokea sasa. Jamaa kwa ile kazi ni ngumu. Yaani pesa ambazo mshahara anaopata na pesa ambazo alipata kwa baba yake haziingia hata mara 100. Anashangaa akipiga msosi wa asubuhi, hela imeisha, jioni hakuna tena. Na kazi ni ngumu. Haleluya. Amen. Hujanielewa? Aliwahi kuongea siku moja katibu wangu. Akasema nataka kujifunza kazi ya kuuza zile vote na nini line. Hapa kupita jamaa amebeba speaker. Tunasajili line sasa. Alipocheki yale mazingira madogo leo atakuwa kama hujapata. Haleluya. Jamaa pesa zilisha. Yaani Yesu anawakamataga watu vizuri kwenye mchacho. Amen. Mtu akiishiwa, sasa watu wa Mungu wamemtembelea. Unaweza ukapia kupigwa hata kwenye afya. Ukatumia tu watoto tukafanya hivi. Tukaisha. Jamaa akaona sitoshi. Mwisho wa siku sasa akaona anakosa mshahara, lakini hautoshi. Jioni anasema kwa ile njaa ilivyokuwa kali, akatamani kujitimisha hata makombo ambao nguruwe kila kidondoka alikuwa anaokota na ilikuwa ni matamu kwake. Aliwaza, maandiko yanasema akazingatia moyoni, akasema nitarudi kwa baba yangu, nimekosa mbele za mbingu na nimekosa mbele za nchi, ili mdanganya baba yangu anipe sehemu ya urithi. Kumbe niliingia kwenye mateso namna hii. Na maandiko yanasema yule baba kwa sababu ya upendo wa kimungu alikuwa nao, wataalamu wa mambo ya Saudia wanasema kwamba baba alikuwa banduki, kila akiamka asubuhi alikuwa anaangalia njia mashariki ya mbali alikokuwa ameenda mtoto wake. Ndivyo ambavyo pia Mungu anatupenda. Tunapokosa anataka kuturejesha. Tunapokosa anatengeneza njia. Tunapokosa na kutengenezea mchungaji, ataendelea kukubembeleza. Wewe kaa katika njia hii. Maandiko yanasema yule baba alikuwa anakaa anaomba moyoni, kumbe yule mtoto kule moto waka, akasema nitarudi kwa baba yangu, bora nikawa hata mtumwa kwa baba, lakini kuliko katika nchi hii. Alipokuwa anaingia kwa mbali, maandiko yanasema ilikuwa ni jioni moja, baba anatazama kwa mbali, anakuja amekuja kijana wake amechoka, alikuwa ni bonge amekuwa amechongoka, utazania kwenda piga gongo. Akamtazama, huruma ya kimungu kaingia ndani yake, akasema leo ni mwanangu. Yeye mtoto alipomwona baba akaja kadondoka miguuni, akasema baba, nimekosa mbele ya mbingu na mbele ya nchi, naomba unisamehe, nilidai mali pasipo kujua, yamenikuta. Mungu akasema mwanangu usijali. Akamwambia nyanyuka, mtafutieni vazi zuri, fanyeni sherehe kubwa. Aliyekuwa amekufa sasa amefufuka, aliyekuwa amepotea sasa ameonekana. Akaka alikuwa anachunga kondoo huko, akasikia kelele na shangwe kwenye nyumba yao. Wasema kuna nini? Wakaambia mdogo wako aliyekuwa amepotea amerudi. Baba amemfanyia sherehe kubwa namna hii. Akasema ni baba, nimekaa naye siku zote, hajanifanyia jambo kubwa kama namna huu. Huyu jamaa tabanya mali zote. Huyu baba ni wajabu. Mungu anaupendelea. Haleluya. Haleluya. Sembani ya Mungu favor anaweza kukuinua leo katika jina la Yesu. Ujifunze kukaa naye mtu wa Mungu. Amina. Anaweza kusimama mbele zangu. Amevaa vazi chafu. Dhambi ni uchafu. Dada anafundishwa acha ukaba. Kijana anafundishwa acha ujinga. Unapofanya dhambi ni sasa na mtu aliyejipaka kinyesi. Ukijipaka kinyesi hata ufukuze nzi, hata ufukuze bakteria kila aina.
watakung'ang'ania tu mpaka uogeshwe, upigwe na madripu, uwe safi. Ukishakuwa safi utapendeza mbele za Mungu na utapendeza mbele za watu. Vazi lako leo mchana ni nini? Leo nataka nikuvishe vazi jipya. Yamkini pengine pasipo kujua umefarakana na Mungu mwanangu. Mimi kama baba yako nashinda hapa naomba. Nasema Mungu kumbuka watu hawa. Nasema Mungu kumbuka watu hawa. Kumbuka katundu unafanikiwa brasa. Unapata milioni 3. Unaona atakuja kanisani ni mzigo. Nasema nitakwenda siku moja nimdanganye pastor hata na shilingi 3000. Yeye kumbuka umdanganye mchungaji. Ule mdanganya ni Mungu. Leo nataka nikutoe kazi chafu kwa jina la Yesu. Mungu atembee na nyinyi. Tutakapolitia jina la Bwana lazima Mungu aonekane. Yesu leo anahitaji kujenga kanisa imara ambalo nimwambia Petro, nitalijenga kanisa langu imara wala hata milango ya kuzimu haitalishinda. Mungu anayekutazama wewe anataka wewe mshindi katika jina la Yesu. Yesu anaongea maneno haya kwenye Yohana 17:17. Anasema Baba watakase, neno lako ndio kweli. Na mimi leo nakutakasa kwa jina la Yesu upone, kwa jina la Yesu ubarikiwe, kwa jina la Yesu uinuke. Ninakataa kila mbinu na hila. Nataka wasafi machoni pa Mungu. Ukiomba dada, Mungu akupe mume mzuri. Hata unapokuja naye kanisani, unashikana naye mikono namna hii. Hiyo ndio ambayo tunaitaka. Haleluya. Sasa Raymond, umeshabiria kupata gari. Hata mimi ninaamini katika jina la Yesu. Kwa moyo unaonesha na kusimama na baba yako, Mungu atafanya. Na wengine wote kinasali, wengine wote kinaona, wengine wote mbaba. Lazima Mungu abadilishe maisha. Simama mahali ulipo. Amen. Baba pia kama utakuja kuomba tena. Mwambie Shetani nimegundua mbinu zako. Wewe ni baba wa uongo. Na ushindwe katika maisha yangu. Baba katika jina la Yesu. My Lord, my Father. Wewe ni Mungu unayetuona. Wewe ni Mungu unayetuchua.